Yes sir, bwana makamu wa rais na binti yake wanataka kufanya maamuzi ya kumsaka Ryan kimya kimya. Swali ni je, watafanikiwa kumpata Ryan? Nikakwambia mtu wangu usikose sehemu ya 14. Hatimaye mzigo huu hapa. Mimi naitwa Uncle J, mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G Msulo. Kumbuka hii ni ICU Kill Me Chapter 4. Karibu mtu wangu tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea baada ya mipango ya makamu wa rais na huyu binti yake Flora itakwenda sawa. Maana tulishia hapo, ulikuwa unajadiliana mbinu za kuzitumia kuhakikisha kwamba wanamuinda Ryan kimya kimya. Karibu. Baba, hili hatuwezi kuliacha likapita. Nina watu ninaowajua wanaweza kuifanya hiyo kazi. Kina nani? Nitapiga simu kadhaa na kuwapa hiyo kazi ya kumuua Ryan. Una uhakika ni watu wenye uwezo, kwa maana ya kwamba kama watateleza Ryan kwa alichokifanya siwezi kumwacha? Usijali baba, wewe niachie mimi hiyo kazi, alafu wewe jifanye kama vile ufahamu chochote. Sawa mwanangu, mimi niko nyuma yako. Kitu kingine, unawaona hawa walinzi? Ndio, wana nini? 98% ya hao walinzi wanafanya kazi katika hilo shirika la Scorpion. Hivyo kuwa makini sana. 98%? Ndio. Sasa mbona kama tunalindwa na wao? Ndio, kuwa makini kwenye mazungumzo yako kwenye simu. Hatujui kama hazirekodiwi. Jana nilimwambia mama yako awe makini na kila mmoja. Sawa baba. Na hao unaotaka kuwapa hiyo kazi ni watu wa aina gani? Na umewajuaje? Kwa maana usije ukawapa kazi watu ambao kumbe ni Scorpion. Tutauliwa ikiwa bado tunahitaji kuendelea kuishi mwanangu. Yaani kigugumizi chako kinaonesha dhahiri shahiri ya kwamba huna uhakika na hao watu wako, si ndio? Makamu wa rais alizungumza huku akiwa anamtazama binti yake Flora. Kama hauna uhakika, subiria amri yangu ndio ufanye hayo maamuzi. Usije kufanya maamuzi ya kijinga yatakayoweza kuvuruga mipango na malengo yetu. Sijui umenielewa Flora? Ndio baba. Makamu wa rais alisimama na kisha alimpiga begani binti yake. Aliondoka eneo hilo na kisha akamwacha Flora akiwa tunatazama baadhi ya walinzi waliokuwa wamebaki eneo hilo, huku wengine wakiwa wameongozana na baba yake kuelekea ofisini. Kwa upande wa pili tunapata kumuona mheshimiwa rais akimkaribisha Monica. Karibu sana Monica. Rais alizungumza hivyo huku akichanua mikono yake na kumkumbatia Monica kwa nguvu mara baada tu kuingia ofisini hapo. Jambo ambalo kusema ukweli sio la kawaida kabisa kwa Monica kuweza kuliona kwa mheshimiwa rais. Nashukuru sana mheshimiwa. Kaa bwana kaa. Je, unahitaji kahawa? Unahitaji chai? Ama unahitaji juice? Ama unahitaji maji? Labda kahawa mheshimiwa. Rais alinyanyua pale mkonga wa simu na kisha aliagiza kahawa kwa sekretari wake. Monica, za safari? Nashukuru Mungu. Vipi, umefanikiwa kumpata Max au kujua chochote kuhusiana na Max? Swali la mheshimiwa rais lilifanya ubongo wa Monica kufanya kazi kwa haraka sana, kwani akijichanganya tu anaweza kujikuta akijiingiza kwenye matatizo. Nilijaribu kila liwezekanalo kuhakikisha kwamba ninamkamata Max, ila kusema ule kweli sikufanikiwa mheshimiwa, na hii ni kutokana na kwamba eneo alilokuwapo kulikuwa kuna ulinzi mkali mno. Kwa maana hiyo ungehitaji backup, si ndio? Ulinzi wa eneo hilo ulikuwa ni unasimamiwa na serikali ya Ujerumani. Na kama unavyojua kwamba mara ya kwanza Ujerumani walimkingia kifua Max. Okay, sawa. Sasa Monica, hebu tuachane na hilo kwanza. Nahitaji kukupa pole kwa kile kilichotokea kwa uvamizi nyumbani kwako. Yeah. Asante. Mtu muhimu kama wewe ukiwa unatumiwa watu, inaweza ikapelekea madhara kwenye taifa, unajua. Maana kukupoteza wewe ni kupoteza mtu muhimu kwenye hili taifa.
Sawa Mheshimiwa Rais, nashukuru kwa kila jambo. Vijana wangu wanaendelea kumfuatilia Zuma na nimeshazungumza na viongozi wa nchini Jamaica kule. Ninaamini kwamba Zuma atarudishwa nchini siku si nyingi. Nashukuru sana Mheshimiwa. Sasa leo bana nahitaji kula chakula cha usiku nyumbani kwako. Yaani nije nyumbani kwako. Nyumbani kwangu? Ndiyo Monica, kwani wewe mimi nikija kula chakula nyumbani kwako kuna ubaya? Ukinipikia leo, kwa maana kwamba unajua najisikia kula chakula cha tofauti na kile kinachopikwa hapa Ikulu. Monica, unajua alikaa kimya huku akiwa anawaza chakula cha usiku nyumbani kwake. Unajua alikuwa anajiuliza kimoyo Monica. Mwisho siku aliagana pale na Mheshimiwa Rais, aliwasha gari lake na kisha kaondoka hapo Ikulu. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona mzee Max alikuwa anazungumza na vijana wote ambao ni timu ya Monica. Waliacha pale kufanya mazoezi na kumsikiliza mzee Max. Vijana, naombeni tusikilizane. Kama tujuavyo, tupo katika vita baridi na kila mmoja wenu ameshuhudia kilichotokea nyumbani kwangu. Ndiyo mkuu. Kwa hiyo sasa hatuwezi kukaa kimya kwenye hili. Walinikosa ile siku, ila kuna siku watahitaji kuniua kabisa, kitu ambacho kwa namna moja ama nyingine siwezi kuweza kukubaliana nacho. Mzee Max alikaa kimya kidogo na kisha aliendelea kuzungumza. Ile siku kama Ryan kuweza kuhisi hali ya hatari, basi ile siku ingekuwa ni siku yetu kwa maisha yetu sisi sote. Ni kweli mkuu. Ila vipi Rani? Mbona hatuna habari naye? Kuweni na subira, lakini pia muwe mna amani. Rani amekwenda kumwokoa mke wake wa ndoa. Ila tuachane na hayo, kwa maana kwamba ni mambo yake yeye binafsi na wamekaa mbali kwa kipindi kirefu sana. Mpango wetu ambao tupo nao kwa sasa ni kuhakikisha tunapiga sehemu nyeti ambazo Scorpion wanazitegemea. Sehemu nyeti? Ni kama zipi mkuu? Maulidi aliuliza huku akiwa anamtazama mzee Max, na kabla hajajibu chochote simu yake mzee Max ilianza kuita. Alitoa mfukoni na kutazama namba iliyokuwa inampigia na kisha alisogea pembeni na kisha kaipokea. Hello, ni mimi naongea. Niambie Monica. Salama, nina habari. Habari gani Monica? Leo Mheshimiwa Rais anahitaji kuweza kuja kula chakula cha usiku nyumbani kwangu. Nyumbani kwako? Ndio. Unataka kuniambia ni mtu ambaye ananitaka kimapenzi? Kwa hiyo amejileta yeye mwenyewe? Unataka nifanye nini? Hapo mzee Max akakaa kimya. Najua hii ni mission ngumu sana kwako Monica, ila naomba ufanye kama ulivyoweza kufanya kwa Zuma. Yeye unataka kuniambia kwamba niwe naye kimahusiano? Ikiwezekana kazia hapo hapo. Najua utakuwa na wakati mgumu na mahusiano yako na mwanaume wako Ryan, ila fanya hilo kwa ajili ya taifa, kwa maana kwamba Yesu amejileta mwenyewe, wewe pita naye. Monica alikaa kimya huku akiwa anajitafakari, na ndipo mzee Max akamuuliza, Monica, unanisikia? Ndio. Ila nitampoteza Ryan wangu na istoshe huyu ni adui yake. Nalijua hilo Monica, ila nitamuelewesha Ryan na ataelewa, na hii itakuwa ni muda mfupi tu. Tunakutegemea Monica, na wewe ndiye utakaye tuongoza kwenye hii vita. Sawa, ila naomba uwe mtetezi wangu kweli kwenye hili endapo tu Ryan atakuja kuweza kugundua hiki kitu. Wala usijali. Naamini anajua vita hii jinsi inavyokwenda. Sawa, hakuna shaka, mimi nimekuelewa mkuu. Nashukuru kwa kunielewa. Monica akakata simu
Na ndipo mzee Max huyu akawageukia vijana wake akaendelea kusema, sasa kinachotakiwa ni kuendelea kujifua kwa hali na mali, kwani mazuri yanakuja very soon. Mzee Max alizungumza huku akitabasamu na kuwafanya Maulidi na wenzake pia wote waweze kutabasamu. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Husna akizungumza. Alikuwa anasema ya kwamba Lisa, mumeo anaonekana ni mtu hatari. Husna alizungumza huku akimtazama Lisa. Lisa aliyekuwa na hema tu mara baada ya kutoka kufanya mazoezi na wanajeshi wengine, huku yakiwa ni mazoezi yaliyokuwa yanaongozwa na Ryan anayeendelea kuwafua pale wanajeshi hao. Kweli ya, unajua kuna mafunzo anawapa hata mimi ambayo sijawahi kuyapata. Ryan mara baada ya kumaliza kuwapatia mafunzo wanajeshi hao, alimfuata Husna pamoja na Lisa sehemu walipokuwa wamesimama. Vipi jamani? Hamjumuiki? Nimechoka mume wangu. Huo sasa ni uvivu. Shemeji, yani kiukweli natamani uendelee kuwa mkufunzi wa vijana wangu. Kwa maana mafunzo yako kusema ule ukweli nimeyapenda. Shemu, unajua vijana wako mbona hawako vibaya, wako vizuri sana kwenye mazoezi. Kikubwa ni mbinu tu chache ambazo wanapaswa kuweza kuzifahamu. Sawa shemeji, mimi nimekuelewa. Lakini kama hutojali shemeji, nikukutanishe na Mheshimiwa Rais aweze kukupa ajira kwenye jeshi ili wapatie mafunzo vijana. Mimi kuajiriwa hapana shemeji. Muda wangu wa kukaa hapa umeshaweza kuisha kwa sasa, kwa sababu nahitaji kuweza kuondoka. Nina shughuli muhimu sana nahitaji kuweza kuikamilisha, ila kama hutojali nahitaji kuweza kuondoka na Lisa. Jamani shemu, hukaikai hata mwezi? Natamani sana kukaa hata mwezi mzima, miezi 6, miezi 2 shemeji, natamani kukaa. Ila kama unavyojua ni lazima kuna mambo niweze kuyashughulikia. Sawa, mimi sina neno, siwezi kuwazuia. Pia nirudi tena kwa ajili ya kuweza kumlinda huyu mrembo wangu kwa kipindi chote ambacho sikuwepo. Usijali, Lisa ni mtu wangu. Yani hata kama usingeweza kutokea kwenye maisha yake, mimi ningeendelea kumlinda kwa maisha yangu yote. Niseme shukrani sana shemeji. Alafu hivi mlikutanaje wewe pamoja na Lisa? Kwani mkeo haja kusimulia shemeji? Hapana. Kuna siku tulipokuwa katika harakati za kukomboa nchi, tulikuwa tunafukuzwa na wanajeshi wa serikali iliyopita. Mimi nilipigwa risasi na hali yangu ilikuwa ni mbaya sana, na kwa bahati nzuri nilijikongoja mpaka kwenye kambi ya wakimbizi, na Lisa aliweza kunificha hapo, japo alifanywa vitendo vya unyanyasaji na wanajeshi wale, ila hakuweza kunitoa mikononi mwao, na alinihudumia kwa siri sana mpaka nilifanikiwa kuweza kupona. Okay. Basi nimpe hongera sana mke wangu. Hongera Lisa. Nashukuru baby. Unajua kwenye mambo ya kupigania haki, hususan za mapinduzi ya nchi, kuna vita vingi sana huwa zinatokea. Na endapo ningekufa leo hii, nchi yangu isingefika hapa, kwa maana mimi ndo nilikuwa mstari wa mbele kwenye kuongoza mapinduzi. Sasa kwa nini hujawa rais ikiwa kwamba ulikuwa mstari wa mbele? Rais wa sasa huyu ni babangu mzazi. Alikuwa ni general aliyefukuzwa na kukimbilia mafichoni, hivyo alikuwa ni kiongozi wetu wa mapigano kwa siri sana. Na ndio maana hata tulivyofanikiwa kuikomboa nchi, basi alichukua madaraka. Okay, sawa nimekuelewa. Itakuwa pia sio jambo baya kama ungekutana na rais wa hii nchi. Unajua kuna mambo mengi sana mnaweza mkazungumza pamoja. Rani alimtazama Lisa
akatingisha kichwa akibainisha kwamba akubaliana na hilo. Okay, sawa shemeji, hakuna tatizo. Basi hilo nitamjulisha baba, ikiwezekana chakula cha usiku kikaliwe Ikulu. Hakuna shaka shemeji. Naam, msikilizaji, tukirudi upande wa pili tunapata kumwona Monica alikuwa anaandaa chakula kizuri ambacho amekiandaa kwa ajili ya jioni hiyo. Akaweka pale mezani vizuri kabisa. Akataa juisi ya matunda, na alipohakikisha kwamba chakula kipo tayari, akafukiza pale manukato yanayonukia vizuri, na kisha akavalia pale gauni refu lenye mpasuo hadi eneo la juu kabisa la paja. Majira ya saa 3 kasoro za usiku, rais na walinzi wake walifika nyumbani kwa Monica. Hakuna shaka, nahitaji kuingia peke yangu, rais aliwaambia walinzi wake, na hapakuwa na wakubisha, kwani anaingia kwa mkuu wa shirika la ujasusi, hivyo ulinzi ni mzuri tu. Monica alimpokea pale mheshimiwa rais. Karibu sana mheshimiwa. Wow, umependeza sana, rais alizungumza huku mkononi akiwa ameshika chupa ya waini, na kisha akamkabidhi pale Monica. Nashukuru sana mkuu. Nimekuletea waini ambayo huwa ninaipenda, na ni waini ya kipekee sana. Ni waini ya miaka ya zamani kidogo. Kweli? Monica aliuliza huku akiwa anatembea kwa madaha na kuyafanya macho ya mheshimiwa rais kutua kwenye umbile la bidada huyo Monica. Yes. Rais alijibu kwa kubabaika. Monica alivuta kiti ili amkarishe rais mezani. No bana, unajua siku zote mwanaume anapaswa kumwandalia mwanamke kiti cha kukaa, rais alizungumza huku akivuta kiti kingine, na taratibu Monica akakaa. Akaiweka chupa ya waini mezani, na mheshimiwa rais naye akakaa kwenye kiti kinachotazamana na kiti cha Monica. Karibu sana mheshimiwa. Tukiwa nyumbani unajua usipende kuniita mheshimiwa. Nikuitaje? Niite tu baby boy. Baby boy sio mbaya. Monica alijikuta kitabasamu huku akizuia kicheko chake. Unaona bado nina daidai kidogo, umri bado. Ni kweli bado upo ngari. Monica alimwandalia chakula mheshimiwa rais, na kisha akajiandalia pale chakula. Mtoto anaendeleaje? Nashukuru Mungu anazidi kukua kwa uwezo wake. Okay, ni vizuri. Aisee, chakula chako ni kitamu sana. Sijawahi kula chakula kitamu kama hiki. Kweli? Haki ya Mungu. Unajua ni chakula kitamu sana, tena sana. Nashukuru, ila naamini mama anakupikia kitamu zaidi ya hiki. Mbona ngeringa sana? Mke wangu mimi anaweza kupika maporopojo tu yaeleweki. Machifu wapishi wa Ikulu ndio wanaopika, ila yeye hakuna kitu hajui kupika. Sawa. Hivi Monica, unatambua wewe ni mwanamke mzuri sana? Kawaida. Amini hilo, wewe ni mwanamke mzuri tena sana. Hivi unaonaje tukawa pamoja na kula maisha kwa kipindi chote hiki nilichobakisha cha maisha yangu ya kuishi hapa duniani? Mheshimiwa bwana, mimi nakuheshimu sana, na pia mimi namheshimu mke wako. Mke wangu hawezi kujua. Monica, nimekupa nafasi ya kuwa mkuu wa shirika la X ili uwe karibu na mimi. Moyo wangu mimi umekupenda siku nyingi sana, ila nikawa nasubiria muda na wakati sahihi wa kukueleza yaliyomo moyoni mwangu. Jaribu kunipa nafasi ufurahie maisha Monica. Monica alishusha pumzi nyingi sana, huku mawazo yake yakiwa yamekwenda sawa na vile alivyokuwa anawaza. Niambie nini unataka sasa hivi zaidi ya kula maisha, niambie. Inabidi nipate muda wa kufikiria kwenye hilo, kwa maana ya kwamba unajua mimi nimepitia mambo mengi sana ambayo kidogo yameuvunja moyo wangu wa mapenzi. Taratibu mheshimiwa rais alisimama,
na kisha kainama nyuma ya kiti cha Monica. Macho yake katua kwenye mwili huu ulionona wa Monica. Usijali Monica. Nipo ukandarasi wa moyo wako. Mimi nitajenga, kisha kipande cha moyo wako kilichovunjika kitakaa imara. Sitokuacha uteseke wala umie. Naamini kwenye hilo Monica. Mimi nitakupa maisha mazuri kabisa. Rais alizungumza kwa sauti ya mahaba, huku moyo wake ukimwenda kasi vibaya mno. Alitawaliwa na uchu wa kimapenzi, maana kumwona tu Monica hili umbile lake, aliendelea kupagawa. Na kuonea huruma, kwa maana kunipenda mimi ndo mwanzo wa kifo chako. Monica alizungumza kimoyo moyo, huku akisikilizia pumzi ya Mheshimiwa Rais jinsi zinavyompumulia kwa nguvu shingoni mwake. Akajua tu tayari mzee amefika kwenye kiwango ambacho ukimwambia afanye chochote basi atafanya bila hata kufikiria mara mbili. Watu kama nyinyi huwa mnawatumia tu wanawake, alafu mwisho wa siku mnawatupa. Kwa hata mimi nitakuwa mmoja wapo kwa wale ambao utawatupa. Monica alizungumza kwa sauti nyororo iliyozidi kumpaga mwisho Mheshimiwa Rais. Monica. Kwa mimi nikutupe wewe? Hapana Monica. Mimi siwezi kabisa. Unaniahidi nini? Mimi nitakupa kila kitu unachokitaka. Mimi nitakupa hii Tanzania na watu wake wote waliopo ndani nitakupa Monica. Sikutani, nakupenda sana. Kweli? Monica aliendelea kuzungumza kimahaba, huku akiusogeza kwa ukaribu mwili wake uendelee kumkaribia huyu mzee. Haki ya Mungu vile, yani mimi nitakupa chochote unachotaka. Monica taratibu akasimama na kumfanya Mheshimiwa Rais naye pia simame wima. Lakini muda huo sehemu ya mbele ya suruali ya Mheshimiwa Rais ilikuwa imevimba, imetunatuna. Monica alishangaa mara baada ya kumwona Mheshimiwa Rais anapiga magoti chini. Monica, ninakupenda. Mimi naomba nafasi kwenye moyo wako tafadhali. No, usipige magoti, no. Monica alizungumza huku akimnyanyua Mheshimiwa Rais. Alimshika pale kiuno chake. Rais alimkumbatia Monica huku akizidi kuhema kwa haraka. Hamu ya kutaka kushiriki hili tendo ilikuwa imetawala mno mwilini mwake huyu Mheshimiwa Rais, jambo ambalo Monica alikuwa analielewa vizuri tu. Nikuulize kitu baby boy. Monica alimnongoneza Mheshimiwa Rais sikioni mwake, huku akimbusubusu maeneo ya sikioni. Niambie tu mama, niambie. Utaiweza shughuli yangu kitandani? Nisije nikaenda huko nikakuua. Maneno ya Monica lizidi kumpagawisha Mheshimiwa Rais. Taratibu Monica akamwachia Mheshimiwa Rais ambaye alikuwa ameshikwa na kigugumizi. Taratibu Monica alianza kupandisha ngazi za kuelekea gorofani, huku akimuita Rais kwa ishara ya kidole na kumfanya zidi kupagawa na kupandisha ngazi hizo kwa mwendo haraka. Monica alifungua mlango wa chumbani kwake na taratibu akaingia ndani na Rais akamfuata kwa nyuma. Monica kwa kasi alimshika Rais, akamsukumia kitandani. Rais akaanguka chali. You kill me. Rais alilalama huku akimtazama Monica aliyekuwa amesimama mbele yake, macho yakiwa yamemlegea kabisa Mheshimiwa Rais. Taratibu Monica aliwasha taa zenye mwanga hafifu na akaufunga mlango wake kwa ndani. Aliwasha TV kubwa iliyopo ukutani. Aliweka mziki wa taratibu kwenye redio. Raya ni mume wangu, nisamehe. Kwa ajili ya nchi sina budi kufanya hivi. Monica alizungumza na moyo wake huku akimtazama Rais akiwa ameyatoa macho kusubiria ni nini kitakachoweza kufuata. Monica taratibu alivua viatu vyake virefu, akafungua pale zipi ya gauni lake na taratibu akaanza kulivua kwa staili ya kulitingisha. Rais alitamani kunyanyuka pale kitandani, ila Monica alimzuia kwa ishara, tulia baba. Gauni likafika eneo la kwenye kiuno ambapo kulikuwa kumejengeka kweli, na ndipo taratibu Monica kamgeuzia Mheshimiwa Rais mgongo na akamtazama kwenye kioo kikubwa kilichopo kwenye dressing table. Kudadeki.
Monica mzuri wewe. Rais alizungumza kwa sauti huku akiwa na meza mate yake mfululizo. Monica akalitupa gauni hilo pembeni. Akageuka huku akiwa na ngata lips zake kimahaba kabisa. Monica akapanda pale kitandani na kisha kaanza kumtoa Mheshimiwa Rais lile koti alilokuwa amelivaa. Hasa Rais akawa anasema fanya haraka haraka baby, fanya haraka haraka bwana. Rais alijikuta na ropoka huku akili zake zikiwa zimeshahama kabisa. Alichokuwa na kihitaji hapo ni kushiriki tutendo na bidada huyu Monica. Monica akamwambia tulia baby. Monica alizungumza huku akimfungua kifungo kimoja baada ya kingine cha shati. Baada ya muda mzee huyu kusema ule ukweli alipewa shughuli pevu na Monica. Siku hiyo alienjoy sana mzee wa watu. Asante sana Monica. Umenipa nguvu ambayo kwa umri kama wa kwangu sikuwahi kuipata. Nguvu gani? Yaani leo ninajiona ni kama nimezaliwa jana. Aise? Usijali ni wewe tu. Kikubwa nahitaji umheshimu mke wako na usimdharau, kwa maana kwamba wanaume mliopo kwenye ndoa mkipata wanawake wa nje basi mnawasahau hadi wake zenu. Usijali kwa hilo mpenzi. Kutokana na kwamba nahitaji kula mzinga peke yangu, basi nitaula taratibu. Ila angalizo. Angalizo gani? Sihitaji uwe na mwanaume yoyote kuanzia sasa. Unajua nimejaribu kukuchunguza na kukufuatilia. Nimeona mwanaume wako wa mwisho ni Zuma. Hivyo nisingependa paka yoyote aje kuniibia nyama yangu. Mimi hakika nitamuua. Usijali baby, uko peke yako. Hivi uliniambia Cleopatra yuko Afrika Kusini kwa ndugu zako? Mpenzi. Amefikisha umri wa kwenda shule? Nimeona ni vyema kaanza mwakani. Okay, sawa, wewe chagua shule yoyote kwenye dunia ambayo unahisi itamfaa. Mimi nitamlipia ada na ataishi maisha mazuri ya kupendeza. Kweli? 100%. Wewe tafuta shule na nitampatia na walinzi 2 wamlinde. Nashukuru baby. Je, ni kuongezee ulinzi hapa? Hapana. Hawa ulionipatia wananitosha. Okay, sawa. Kalete basi ile wine bwana tunywe. Monica alisimama na kumfanya Mheshimiwa Rais utazame mwili wa Monica kwa matamanio, kwa jinsi alivyokuwa anatiririka maji yenye mapovu. Ukamfanya ameze fumba la mate. Monica akajifunga pale taulo na kuelekea sebleni. Akanyanyua pale wine pamoja na glasi 2 na akarudi bafuni. Wakaanza kunywa huku wakipiga stori za hapa na pale. Kwa upande wa pili tunapata kuona simu ya mwanamama Katha ilianza kuita. Alitazama na kisha kaipokea. Ndiyo mkuu, nina habari mpya. Ipi hiyo? Rais ameanzisha mahusiano na mkurugenzi mkuu wa shirika la X, na hapa napozungumza wapo ndani. Mwanamama Katha alishusha pumzi huku akitazama picha ya mumewe iliyopo kwenye frame ndogo iliyopo hapo mezani. Hakikisha unafuatilia hayo mahusiano ya lengo gani? Sawa mkuu. Mwanamama Katha kakata simu na kisha kairudisha mezani. Edi mume wangu, ni kweli amekufa? Mwanamama Katha aliwaza hivyo kidini mwake, lakini alijikuta anakosa jibu. Machozi yakaanza kumbubujika huku akiwa anafikiria nyakati nzuri ambazo alikuwa yuko pamoja na mume wake. Mlango kafunguliwa na Nadia kaingia. Hii ilimpelekea mwanamama Katha ajifute kwanza machozi usoni mwake. Hey, mama. Nini shida? Nadia alizungumza kwa sauti ya upole huku akiwa amekaa kwenye moja ya kiti. Hamna mwanangu. Hapana mama. Ninakuelewa na ninakujua. Niambie unasumbuliwa na nini mama? Nakumbuka tarehe na siku kama ya leo. Nilifunga ndoa pamoja na baba yako. Na ndio siku ambayo nilitambua kwamba babako ni komando. We, kweli? Ya, ilikuwa ni ndoa ya mfano wake kusema ule kweli. Nilifurahia kila dakika ambayo Edi alikuwa na mimi.
Mama, unajua toka nimeonana na Franco, sio Franco, ni Ryan. Mama, Franco, Ryan yote sawa. Mimi nimejikuta toka nimekutana naye nimekuwa na moyo wa tofauti pia. Najua hilo mwanangu. Na kila mtu akikutana na mtu sahihi wa maisha yake, basi huwa anakuwa na furaha ya aina yake. Nadia akatazama pale faili 3 zilizopo mezani. Akataka kuchukua faili moja, ila mamake akamzuia. Ni za nini hizo mama? Achana nazo. Nadia alichukua kwa nguvu faili hizo. Akatazama zile faili, akafunua faili la kwanza, hakuona cha maana. Akatazama faili la pili pia, hakuona cha maana. Faili la 3 alijikuta kishtuka, na hii ni mara baada kuona picha za x-ray za mapafu za mama yake pamoja na maelekezo mengine. Mama, ni nini hiki? Mwanamama Katha ilibidi kwanza akae kimya huku akimtazama Nadia usoni mwake. Mama, una kansa? Mwanamama Katha machozi yalianza kumwagika. Mama, kitu kikubwa kama hiki mama, kwani usiniambie? Nadia alizungumza kwa uchungu huku machozi yakimlengalenga usoni mwake. Sijapata kansa mwanangu. Mama, hujapata kansa vipi ikiwa hapa inaonesha 50% kwa 50? Yaani kuna uwezekano wewe kupata kansa mama. Mwanangu, naomba basi kwanza unisikilize. Okay, nakusikiliza. Daktari ameniambia kwamba uwezekano wa kupona ni 50 na uwezekano wa kupata kansa ni 50. Ameniambia niache kuvuta sigara na amenianzishia matibabu maalum. Kwa nini hujaniambia mama? Ulikuwa upo kwenye wakati mgumu wa kuwapoteza wenzako. Ningekwambia na hili, unahisi ingekuwaje? Mama, wewe mtu ndo pekee niliyebaki naye kwenye haya maisha yangu. Babu, bibi, mama wadogo, wajomba wote ni marehemu muda huu. Ukifa wewe, mimi nitabaki na nani? Hii organization ni nani ataiongoza? Nadia alizungumza huku akiwa analia kwa uchungu. Usijali mwanangu. Hata kama nikipata kansa, basi nina muda wa kuweza kuishi. Ni wakati wa wewe kuanzisha familia mwanangu, ili niweze kumuona mjukuu wangu kabla hata sijafa. Mwanamama Katha alizungumza kwa uchungu na kumfanya Nadia kuangua pale kilio. Akanyanyuka na kisha akamkumbatia mama yake. Siwezi kuondoka na kukuacha mama. Nakupenda. Wewe ndo kila kitu kwangu. Nadia alizidi kulia kwa uchungu na kumfanya mama yake naye aendelee pale kulia kwa uchungu. Naam, msikilizaji, kwa upande mwingine, Ryan, Lisa pamoja na Husna wakiwa wameongozana na walinzi wengine walishuka kwenye gari aina Range Rover walizokuwa wamefika nazo Ikulu. Karibuni sana. Walipokelewa pale na msaidizi wa rais. Wakaingia ndani ya Ikulu hiyo ambayo ni mara ya kwanza kwa Ryan pamoja na Lisa kufika. Wakasalimiana na babake na Husna akawatambulisha pale rafiki zake kwa baba yake. Ni wiki chache zimepita, kijana wangu alikuwa kule nchini Tanzania. Ya, ni kweli mheshimiwa. Uzuri ambao nimeupenda kwa Watanzania wengi ni watu wakarimu sana. Nakumbuka miaka ya nyuma niliwahi kwenda kuomba hifadhi nchini Tanzania. Kipindi hiko alikuwa Rais Edi ndo ulikuwa utawala wake. Alikuwa anaongoza serikali. Na ninashukuru Mungu nilipatwa hifadhi kwenye visiwa vya Zanzibar. Na nilikaa miaka 2 kule. Rais alizungumza kwa furaha kubwa sana mara baada ya kutambulishwa kwamba Ryan na Lisa ni wa Tanzania.
Oh. Ni miaka mingi sasa imepita mzee wangu. Ndiyo, kipindi hiko nyinyi bado vijana wadogo. Hivyo siku moja nitafanya ziara kikazi kwenda nchini Tanzania. Ila kwa sasa ngoja kwanza nijenge nchi na kuweka umoja wa watu wangu. Ni kweli mheshimiwa. Ninyi ni wanandoa? Ndiyo mheshimiwa. Aisee, hongereni sana tena sana. Tunashukuru mheshimiwa. Alafu baba, unakumbuka niliwahi kukuambia yule msichana aliyeniokoa nilipokuwa nimejeruhiwa? Ndiyo nakumbuka, ulisema ni daktari. Ndio huyu hapa, anaitwa Dr. Lisa. Wow. Aisee, mimi nashukuru sana binti kwa kuokoa maisha ya binti yangu hapa, ambaye alikuwa mstari wa mbele kuweza kutekeleza kutetea nchi hii. Na tulipohisi kukata tamaa, basi yeye alikuwa na sisi kusema kweli ni Mungu tu kuwakutanisha. Na hisi nchi hii hadi sasa hivi ingekuwa haijakombolewa. Ingekuwa haijakombolewa kutoka mikononi mwa wahuni. Nashukuru sana baba. Walikaribishwa pale mezani, wakajumuika kwa pamoja kupata chakula cha usiku. Baba. Ndiyo. Huyu hapa Ryan ni mwalimu mzuri sana wa mafunzo ya kijeshi. Yaani hizi siku 3 nimeshuhudia jinsi ambavyo wanafundisha wanajeshi wetu. Kusema ukweli baba, nimevutiwa naye sana. Oh, kijana ulikuwa mwanajeshi? Ryan kwanza alishusha pumzi taratibu. Mimi nilihudumu kwenye jeshi kwa mwaka mmoja, na baada ya hapo nilipelekwa kwenye mafunzo ya kijasusi ambapo nilihudumu kwa miaka mingi kabla ya kuweza kuachishwa. Kwa nini uliachishwa? Kuna mambo mengi sana yametokea. Jibu hili la baba bwana. Husna alizungumza hivyo huku akimkabidhi babake simu ambayo ina video inayomwonyesha Ryan alivyokuwa amefungiwa kwenye chumba cha mahojiano, na kisha alifunguliwa pale sumu kali mno ya hewa. Rais akaitazama kwa muda na kisha akamtazama Ryan. Ni akina nani walikufanyia haya yote? Kwa maana huu ni ukatili wa hali ya juu. Ryan kwanza alishusha pumzi huku akimtazama rais huyu wa Iran, huku akitafakari kumpatia jibu ambalo halitokuwa na maswali mengi zaidi ya hilo. Ni viongozi wangu wa ngazi za juu. Kuna siri fulani nilizifahamu ambazo mtu yoyote yule anayezifahamu lazima afe. Hivyo nami nikawa nipo kwenye process za kuweza kuuliwa. Aise, pole sana kijana. Nimeshapoa mheshimiwa. Naam, waliendelea kuzungumza mambo mengi hadi wakamaliza kupata chakula cha usiku. Wakaagana pale na kuondoka hilo eneo. Babako ni mtu mcheshi sana. Ni chaguo la watu wengi sana. Ambapo rais alipita mara baada ya kuweza kugundua hilo, alifanya figisu za kutaka kumuua, na ndipo alipoamua kuweza kuanzisha mapinduzi ya chini kwa chini. Na mwisho tumefanikiwa kuweza kuikomboa nchi yetu mikononi mwa mataifa yaliyokuwa yanageuza nchi yetu kama vile sehemu ya kujipatia uchumi. Pole sana Husna. Tunashukuru. Wakafika katika jumba analoishi Husna. Jamani, mimi niwatakia usiku mwema. Nawe pia. Ryan na Lisa wakaingia chumbani kwao huku Husna akielekea chumbani kwake. Bebe, mimi maisha huku nimeyazoea. Lisa alizungumza huku akivua gauni lake refu alilokuwa amelivaa. Kweli? Najua niko mbali sana na maadui zetu. Ni lazima tuhakikishe kwamba tunawamaliza maadui zetu. Mungu atujalie kwenye hilo. Amen. Naam, msikilizaji. Kwa upande mwingine, simu ya mheshimiwa rais ilianza kuita. Alitoa mfukoni huku akiwa amejawa na furaha usoni mwake. Unafanya masihala nini? Akaitazama namba iliyokuwa inampigia. Ni ya rais ambaye ni rafiki yake. Hebu simamisha gari. Rais alizungumza na msafara wake unaotokea nyumbani kwa Monica. Ilibidi kwanza usimame. Nahitaji kuzungumza na Isim. Alisema hivyo mheshimiwa rais, na ndipo hapo mlinzi pamoja na dereva wakashuka ndani ya hilo gari.
Habari za masiku ndugu yangu. Salama sana. Habari za Tanzania? Mungu anasaidia kwa kweli, ni siku nyingi hatujawasiliana. Ni kweli. Na mimi umepata salamu zangu kutoka kwa jenelo wangu nilimtuma msibani? Nilipata, na kama unavyojua mambo ilikuwa ni mengi yaliingiliana, hivyo ikawa ni ngumu kuweza kuwasiliana. Pole sana bwana. Nashukuru. Sasa ndugu yangu, ningependa sana uje kufanya ziara japo hata siku 2 nchini kwangu, kwa maana nina zawadi yako. Zawadi? Ndio. Zawadi gani hiyo? Ngoja nikutumie picha kwenye simu yako. Kweli iliingia picha katika simu na ikamonyesha Ryan akiwa na Lisa wakipata chakula pale mezani. Hii imekuwaje? Usipatwe na kigugumizi ndugu yangu. Hao watu wapo nchini kwangu, na usiku nilikuwa nakula nao meza moja. Meza moja? Hao ni magaidi na sisi huku tunawatafuta sana huko Tanzania. Na ndo maana nikakwambia ni zawadi ambayo inahitaji kukupatia. Wapo nchini kwangu na uwezo wa kuwabakisha ni kama siku 2 tu au siku 3. Hivi inabidi ufanye ziara haraka sana. Okay, sawa. Mimi nakuja kesho asubuhi na naondoka nchini Tanzania. Karibu sana. Na nitapenda itangazwe nikiwa tayari niko angani. Hakuna shaka, hata ukija kisirisiri hakuna tatizo. Sawa, nashukuru sana. Nalipa fadhila kwa mema ambayo Rais Eddie alinifanyia. Mataifa yetu ni muhimu sana kuliko maisha ya mtu mmoja mmoja. Nashukuru sana kwa hilo. Ila hakikisha unakuja na vijana wako bora, kwa maana kwamba nchi yako imemfundisha vizuri sana huyu kijana wenu. Hakuna shaka, nimekuelewa. Nashukuru. Simu ikakatwa na kumfanya rais ashushe pumzi kidogo. Aligonga kiona mlinzi pamoja na dereva wakaingia ndani ya hilo gari na safari kuelekea Ikulu ikawa inaendelea. Mambo alonipatia Monica. Lazima nikuue wewe Ryan. Lazima nikuue. Sitokubali usogelee ukaribu wa mke wangu Monica. Siwezi kukubali wewe. Rais alizungumza huku wivu mkubwa ukiwa umemtawala. Walifika Ikulu na moja kwa moja akaelekea katika nyumba anayoishi. Akapitiliza mpaka katika ofisi yake ya nyumbani kwake hapo. Alifungua pale shelf na kutoa pale kitabu cheusi chenye siri nyingi na mipango yake pia. Akafungua ukurasa namba 20 na macho yake yakatua katika namba 4 za simu zilizokuwa zimeandikwa na wino mwekundu katika karatasi hiyo. Akainakili namba ya kwanza na kisha akaipiga. Aliweka mfumo wa magic voice katika simu yake na kuifanya sauti yake iwe nzito kwa mtu atakayeweza kuipokea. Ni mimi naongea. Mkuu, tangulia Iran na vijana wako leo hii. Kesho mimi nitakuwa niko Iran. Sawa mkuu. Ila ndio kuna picha ya watu 2 na kutumia. Hakikisha mnawakamata. Sawa mkuu. Rais akakata simu na kisha kaituma picha ya Ryan na Lisa kwa mtu aliyekuwa amepokea simu hiyo. Mlango wa ofisini kwake ukafunguliwa, akaingia mke wake huku akiwa amevalia kigauni cha kulalia. Vipi mume wangu? Salama tu, nimechoka sana. Ni vyema ungeniacha. Njoo ulale. Asizani kama nitalala. Kwa nini mume wangu? Kesho nina safari ya kuelekea Iran. Hivyo nahitaji kupata muda wa kuweza kujiandaa. Sawa basi, acha mimi nikuandalie nguo zako. Nashukuru mke wangu. Mke wa rais alimtazama mume wake kwa sekunde kadhaa na kisha katoka ndani hapo. Hii mission nimwambie Monica? Hapana. Siwezi kumwambia Monica. Kwa maana sijui kama wana mawasiliano mazuri na Ryan au la. Ila nahisi ya kwamba hajui kama yuko hai. Na kama hajui, hii ndo nafasi pekee ya kumuulia mbali Ryan. Na atafutika kabisa kwenye maisha yake. Ryan anaweza kaja miakanibia tunda langu mimi la Monica. Monica bwana, Monica mtu bwana. Rais alizidi kuwaza mipango yake mibaya. Baada ya kuhakikisha amesharidhika kwa mipango yake yote hiyo, akamjulisha pale chifu secretary na kumwagiza aandae safari hiyo haraka vile iwezekanavyo, kwani ni ya dharura japo anakwenda kikazi. Shit.
Ryan alizungumza huku akikimbia kwa kasi, akamkumba mpaka Lisa mwenyewe, akaanguka chini, huku risasi ambazo alikuwa anapigwa Lisa zilikuwa zimetua kifuani mwake na kumfanya Ryan aende chini. Naam, ndipo Ryan akakurupuka sasa kutoka usingizini. Jasho jingi likawa linamtoka. Ryan akamtazama pembeni, akamwona Lisa aliyokuwa amelala pembeni yake. Akajitazama kifuani mwake. Akakaa kwa sekunde kadhaa kitandani na kisha akashuka huku akiwa yuko utupu kabisa kama alivyozaliwa. Akawa anawaza, hii ndoto gani? Akavaa suruali yake pamoja na t-shirt nyepesi, akapiga hatua za kunyata mpaka katika moja ya dirisha la chumba hicho. Akatazama mazingira ya nje na kuwaona wanajeshi wakiendelea pale kuimarisha ulinzi katika eneo la nyumba hiyo ya mkuu wao. Akaichukua simu yake pembezoni mwa mto na kisha akatoka chumbani hapo huku akiwa anamwacha Lisa aliyekuwa amelala fofofo kutokana na kumpa mtanange mzito wa mapenzi. Ryan akaingia jikoni ambapo kulikuwa kuna friji kubwa. Akafungua friji na kutazama baadhi ya vinywaji. Akachukua pale chupa ya juisi ya embe. Akakaa kwenye moja ya kiti cha jikoni na kisha akawa anatazama simu yake kwa muda kidogo. Akaingiza namba za yule mkufunzi wake mkuu ambazo ni za simu ya satellite ambazo anazitumia katika eneo la mafunzoni. Simu hiyo ilianza kuita na kisha ikapokelewa. Saloni, mimi Ryan naongea. Ryan, za masiku. Nashukuru Mungu mkuu. Na hapo nilikuwa nabahatisha tu kama hii namba inapatikana. Unajua nimeshangaa sana simu hii kuita, kwa maana kwamba sio kawaida kuweza kuita. Pole sana kwa kukupa mshtuko aina hiyo mkuu. Nashukuru sana. Niambie Ryan, kuna mpya gani? Mkuu, nimeona ndoto moja. Nimeota hiyo ndoto kidogo imenikosesha usingizi. Ndoto gani hiyo? Nipo na mke wangu wa ndoa sasa hivi. Ila nimeota kuna watu walikuwa wanataka kuweza kumuua, tena kwa risasi. Hivyo nilimsukuma pembeni na zile risasi zikanipiga mikifoni mwangu. Na baada ya hapo ndo nikashtuka. Najaribu kufikiria hii ndoto ina maana gani. Hiyo ndoto inamaanisha upo kwenye matatizo, yani upo kwenye hatari. Na tena hatari hiyo ipo karibu sana kukupata. Ipo karibu? Ndio, kwani umesharudi Tanzania? Hapana. Upo wapi Ryan? Mimi nipo Iran. Je, eneo ulipo ni sehemu gani? Nipo nyumbani kwa jenerali mkuu wa jeshi la Iran. Sawa. Kuwa makini, kwa maana maadui zako wanakukaribia, na ndio maana ya hiyo ndoto. Okay, nashukuru sana mkuu kwa hilo. Usijali. Sawa, nikutakia usiku njema. Nawe pia. Ryan akakata simu huku akiwa amejawa na mawazo. Alikuwa anatafakari ni nini cha kufanya, kwa maana kwamba hajui ni akina nani wanakuja kuweza kumshambulia. Ghafla Husna alionekana kuingia jikoni humo akiwa amevalia kigauni chepesi cha kulalia kilichokuwa kinaonesha kabisa mpaka mwili wake wote. Shemeji. Husna alishtuka kidogo. Pole, nimevamia jikoni kwako. Hakuna shaka, nimekuja tu kuweza kuchukua maji ya kunywa kule chumbani kwangu. Yamenishia. Na okay, sawa. Ryan alizungumza huku akitazama mwili wa huyu bidada Husna jinsi ulivyokuwa unaonekana. Japo ni jenerali wa jeshi, ila Husna ni mwanamke mzuri sana ambaye endapo ukakutana naye kwenye mavazi ya kawaida ya kike, basi unaweza kuhisi labda mwanamke huyu ni mayai. Yaani amekaa tu kwa kulegea. Thubutu. Mwamba ni komando. Unaonekana leo hauna usingizi Ya, sina usingizi. Vipi, rafiki yangu amelala? Ya, amelala. Si unajua tena mazoezi yanamchosha sana. Ya, ni kweli kwa sababu bado hajazoea. Okay, sawa, acha mimi basi nikapumzike. Hakuna tatizo shemeji. Husna akatoka ndani hapo na kumfanya Ryan amsindikize kwa macho. Husna alifika ngazi ya pili kuelekea gorofani. Alisimama na kisha akageuka nyuma. Moyo wake ulianza kupingana kabisa na sauti ya kumtamani Ryan, mume wa rafiki yake ambaye anampenda kwa maisha yake yote. Siwezi kumuumiza rafiki yangu kwa tamaa zangu mimi mwenyewe. Husna alizungumza huku akizidi kupandisha ngazi kuelekea gorofani. Aliingia chumbani kwake huku sauti zinazopingana na akilini mwake zikiendelea kushindana. Sauti moja ilikuwa inamwambia aende akamtege Ryan, huku sauti nyingine kimkataza kuto kufanya jambo kama hilo, kwani itakuwa ni kuweza kujenga uhasama na Lisa, jambo ambalo hataki litokee. Sasa huko Ryan akawa anasifia uzuri wa Husna kwamba mtoto mzuri huyu.
Balaise. Ryan alizungumza huku akimalizia kuinywa juisi hiyo na chupa kaiweka kando ya ndoo ya kuwekea taka. Akapandisha pale ngazi kuelekea katika vyumba vilivyopo gorofani. Sasa akiwa katika mlango wa kuingilia chumbani kwake, akaona pale taa ikiwashwa chumbani kwa Husna. Akataka kupiga hatua kwenda kuchungulia, ila akasita. Kabla hajashika kitasa cha mlangoni kwake, mlango wa chumba cha Husna ukafunguliwa na Husna alitoka na macho yao yakagongana. Husna alijikuta kimeza tumate huku jasho likimwagika, kwani tayari akili yake ya usaliti ilikuwa imeshamtawala. Alipiga hatua za haraka mpaka alipokuwa amesimama Ryan. Akamrukia pale mdomoni. Alianza kumpiga mabusu. Ryan hakuona hiana zaidi tu na yeye pia kumpokea Husna. Wakaendelea pale kupiga na mabusu. Wakaingia chumbani kwa Husna na kwa kuvutana ilibidi pale watoane nguo haraka. Na Ryan kwa muda huo akutaka kufanya makeke, kwani penzi lenyewe lilikuwa ni la kuiba. Unaanzaje kuwa na makeke mengi? Basi Ryan akampa pale Husna mtanange wa maana tu kabisa. Mtanange wa mwana ukome. Kwani shughuli alompatia Husna, mpaka yeye mwenyewe Husna hakutarajia kama atakutana na mtanange wa namna hiyo. Ryan akamwambia, sikiliza, naomba iwe siri yetu. Hapo Ryan alikuwa shamaliza na nguo zake. Husna akasema, sawa shem. Husna alijibu huku akiwa amechoka sana, kwani mziki aliokuwa amekutana nao hakuwahi kukutana nao toka azaliwe kwake. Ryan akatoka ndani hapo na kisha akaingia chumbani kwake. Akamkuta mkewe Lisa alikuwa anaendelea kuchapa usingizi. Ryan akaingia bafuni, akaoga haraka na kisha akapanda kitandani na akaendelea kulala, huku akawa anasikilizia mwili wake jinsi damu ilivyokuwa inamchemka kwa kasi vibaya mno. Hebu tusikilizane. Naam, alikuwa ni mzee mmoja mwenye nywele zenye mvi. Alizungumza huku akiwa amesimama kwenye ndege kubwa ya kijeshi, huku makomando 28 wakiwa wanamtazama. Tumeingia kwenye anga la Iran na jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tunamlinda rais wa Tanzania atakayekuja baada ya masaa kadhaa baada sisi kuweza kufika. Alimeza mate kidogo na kisha akaendelea kuzungumza. Ila tukiachana na kazi hiyo, tunapaswa kuweza kuwakamata hawa watu. Alizungumza huku akionyesha picha kubwa ambayo yupo Ryan pamoja na mkewe Lisa. Hawa ndio watu tunaopaswa kuweza kuhakikisha tunawakamata. Nadhani tunaelewana. Ndio mkuu. Mkuu, ndio. Je, endapo wakikataa kukamatwa tunafanyaje? Kama wakitumia nguvu dhidi yetu, hatuna jinsi na sisi itabidi tutumie nguvu. Tumekupata mkuu. Walijibu makomando hao ambao ni watu wa mchanganyiko wa mataifa mbalimbali na wanafanya kazi katika shirika la kijasusi la kujitegemea ambalo kazi zake nyingi hufanywa kwa kulipwa na serikali au matajiri wakubwa. Na katika operation zaidi ya 390 walizozifanya, hawajawahi kushindwa na operation hata moja, na kuwafanya wazidi kuaminika kwa wateja wao na kupata sifa kubwa juu ya utendaji wao wa kazi. Mkuu, hebu nitazame picha huyo jamaa. Komando mmoja ambaye ni mwanamke mwenye asili ya nchini Russia alizungumza na mkuu wake huyo, akamkabidhi ile picha ya Ryan pamoja na Lisa. Alitazama picha hiyo kwa dakika kama 3 hivi na kisha akamrudishia picha hiyo mkuu wake. Mkuu, ndio. Nianza nikashauri juu ya hawa watu. Ndio nakusikiliza. Si shauri sana sisi kudili nao. Unamaanisha nini? Sisi tusiende front katika kuwakamata. Tuna watu hapa Iran, makundi ya kigaidi. Unaonaje wafanyie shambulizi ambalo endapo atajeruhiwa au kukamatwa, kwetu itakuwa ni ngumu sana kuweza kudhurika. Ila kwa wingi wetu, sidhani kama tutashindwa siku kumkamata huyo. Sizungumzi wingi hapa mkuu. Nazungumzia namna ya kuwapata. Nimejaribu kuitazama hii picha, ila inaonesha ni hatari ambayo itakuwa mbele yetu pale tutakapokuwa tumeamua kuifanya sisi kama sisi. Tupo hapa Iran. Hatujui ni nani mzuri kwetu na nani ni mbaya kwetu. Tumeruhusiwa kuweza kumlinda huyu VIP. Tufanye hivyo. Kwa hayo mengine, tutumie pesa kidogo tukupata pesa nyingi. Ila mteja wetu anawahitaji na atalipa kiasi kikubwa sana cha pesa. Pesa sio issue mkuu. Issue ni jinsi gani ambavyo
tunaiongoza taasisi yetu. Hayo mengine mkuu, sidhani kama yanatuhusu. Kwa jinsi ninavyoona hapa, ni kama tunataka kununua kesi ambayo sisi haituhusu. Mzee huyo ambaye taasisi yake ameiunda katika mifumo ya kuwasikiliza watu wake na kisha anapokea ushauri, taratibu alitingisha kichwa akimaanisha kwamba ameelewa. VIP ikipata matatizo, sisi hatupati kitu. Nimekuelewa. Wasiliana na kundi hatari lolote lile la kigaidi na wape itenda. Sawa. Binti huyo akarudi eneo alipokuwa amekaa, aliwasha pale laptop yake na kisha kaminya pale button za laptop yake huku akiwa anatafuta picha ya mkuu wa kundi la kigaidi la ISIS na akaipata. Na katika picha hiyo ilikuwa imeficha namba za siri za simu, na kwa watu wenye uwezo wa masuala ya IT ndio wanaweza kuligundua hilo. Akaiandika namba hiyo kwenye simu ya satellite na kisha akapiga. Kuiona simu yako basi kuna habari njema. Ndio. Baada ya masaa machache nitatua Tehran. Nimekuja kikazi, nahitaji vijana wako waliopo Iran kuweza kuwashughulikia watu wawili. Najua ofa yako sio mbaya. Ndio. Na kutumia picha kwenye mtandao wako. Ikifika niambie. Msichana huyo alizungumza huku akituma picha hizo. Imefika. Nahitaji wakamatwe wakiwa wako hai. Wakijeruhiwa kidogo tu haitokuwa mbaya. Okay, sawa. Baada ya kuwapata nifahamishe, niambie ni wapi nije kuweza kuchukua. Okay, sawa. Fanya hivyo. Akakata simu na kumuonyesha dole gumba pale mkuu wake, akimaanisha kwamba ameshakamilisha kazi yake. Bwana, mlio wa simu ulimzindua Husna kutoka usingizini. Kwanza alitabasamu, na hiyo ni kuona tu namba baba yake. Akaipokea na kisha akaeka sikioni. Binti yangu, umeamkaje? Namshukuru Mungu baba. Vipi wewe? Mimi niko salama. Bado umelala binti yangu? Ndio. Jenerali wa jeshi hadi sasa hivi umelala? Hiyo ni hatari sana mwanangu. Ni uchovu tu baba. Nilikaa macho kwa kipindi kirefu sana. So nimepata usingizi kidogo mno. Okay, sawa. Bwana, mimi nina habari ya ugeni wa ziara kikazi. Unaenda nchi gani baba? Husna aliuliza huku akiwa anakaa kitako pale kitandani. Sio mimi, hapana. Tunapokea ugeni kutoka nchini Tanzania. Rais wa Tanzania anakuja kwa ziara ya siku 2. Baba, rais wa Tanzania? Mbona imekuwa ni ghafla sana? Kuna mambo ya umuhimu ambayo tunahitaji kuweza kujadiliana. Hivyo nikaona sio mbaya akaja, hivyo nilimkaribisha. Hivyo hakikisha kwamba ulinzi unakuwa kwa imara kila kona ya nchi. Okay, sawa baba. Kwa usalama wake, na kama unavyojua kwamba bado hali ya nchi yetu haijatulia, hivyo ziara yake haitotangazwa kwenye vyombo vya habari. Hivyo atakuja kimya kimya na kuondoka kimya kimya. Hakikisha kwamba vyombo vya habari havivujishi juu ya hii safari, kwa maana kwamba najua unajua kama rais akipatwa na tatizo katika nchi yetu, sisi ndo tutawajibika, na nisingependa uhusiano wetu na Tanzania ukawe mbaya. Sawa baba, nimekuelewa. Ninazungumza kama rais na sio baba. Nimekuelewa mheshimiwa rais. Ingia kazini mara moja, na hili swala linaendeshwa kiserikali. Hivyo wageni wake sidhani kama watahusika katika hii taarifa. Hakuna shaka baba. Nashukuru kwa kunielewa. Simu ikakatwa, na hii ilimpelekea Husna kufanya vitu haraka haraka. Ilibidi ashuke pale kitandani, akaingia bafuni, akaoga kwa haraka haraka, akatoka ndani hapo na kuwataarifu wakuu wa majeshi waliopo chini yake. Akatoa maagizo pale kuimarishwa kwa ulinzi wa viwanja vya ndege, mipaka yote na mitaani pia. Akavaa combat za kijeshi, akaichomeka bastola yake kiunoni, akasimama katika kioo kujiangalia, huku nywele zake ndefu akiwa amezikunja vizuri, na akavaa pale kofia nyekundu ya duara yenye nembo ya nchi hiyo ya Iran. Sitarudia kukusaliti Lisa, alijiapiza kimoyomoyo Husna huku akitoka ndani hapo. Alifika eneo la sebleni, akakutana na wanajeshi wake wanaomlinda. Hey, magari yapo tayari? Ndio mkuu. Okay, sawa. Wageni wangu endapo watahitaji kuweza kwenda sehemu yote ile kwa gari, hakikisha mnawapeleka na wanakuwa kwa salama. Husna alimwambia mmoja wa wanajeshi wake wanaohusika na masuala ya udereva.
Sawa mkuu. Husna aliingia ndani ya gari lake, wakaondoka eneo hilo na wanajeshi wake, huku akiwa analindwa. Msikilizaji, kwa upande wa pili, Monica alionekana kuingia ofisini kwake huku akisalimiana na wafanyakazi wake ambao wanampenda na ni kwa siku kadhaa hajaweza kukutana nao. Geoffrey, hebu nipatie ripoti. Monica alizungumza huku akikaa kwenye kiti chake cha kuzunguka. Madam, habari ambayo ninayo hadi sasa hivi ni kwamba Tanzania One imeondoka leo saa 11 hivi alfajiri. Ina maana rais ameondoka nchini? Ndio, ameondoka na walinzi kadhaa na baadhi ya wasaidizi wake wa ikulu wachache. Wamekwenda wapi? Wamekwenda Iran. Iran? Ndio mkuu. Anaondokaje pasipo kutaarifu vyombo vikubwa vya usalama? Sijajua mkuu, na pia wamezuia hii safari kutangazwa kwenye vyombo vya habari, na hata wakiwa huko Iran hawataweza kutangaza chochote. Ni upuzi gani huu? Hebu Geoffrey, fanya mawasiliano na rubani mkuu, niunganishwe na rais, nahitaji kuweza kuzungumza naye sasa hivi. Sidhani kama itawezekana. Kwa nini? Mawasiliano ya Tanzania One pamoja na sisi yamekatwa. Tunachoweza kukiona ni jinsi tu ndege inavyokwenda kwenye rada. Monica alipiga meza kwa hasira, kwani yeye akiwa kama mkubwa wa shirika kubwa la usalama anapaswa kuweza kufahamu hii taarifa. Hebu mpigie General nizungumze naye. Naye pia yuko safarini. Ndio mkuu. Makamu wa rais? Yeye ndio yuko hapa nchini. Mpigie. Geoffrey alimpigia makamu wa rais, akaunganisha pale simu yake na simu ya mezani ya Monica. Heshima yako mheshimiwa. Salama Monica. Kidogo ninashindwa kuweza kuelewa imekuwaje rais aondoke nchini bila hata sisi kuweza kufahamu chochote. Unajua hiyo ni ziara ya kikazi na kuna masuala ambayo anapaswa kuweza kuyafuatilia. Hivyo punguza wasiwasi Monica, kila kitu kitakwenda vizuri. Geoffrey na Monica wakatazamana kwa maana ya kwamba walikuwa wanasikia sauti ya makamu wa rais. Ila mkuu, huoni kama Iran ni nchi ambayo sio salama? Na ndio maana hatujahitaji itangazwe ni wapi rais anapoelekea. Okay, sawa mkuu. Je, kuna kingine? Ni hilo tu mheshimiwa. Okay, sawa, nikutakia siku njema. Nawe pia mkuu. Monica alikata simu huku akihisi kujawa na hasira. Kwa nini usiku tu alikuwa na rais na hakumweleza chochote juu ya hiyo safari? Geoffrey akasema, tunafanyaje madam? Sisi hatujaambiwa chochote na sisi tukae kimya tu, kitakachotokea huko sisi hatuhusiki. Ila kumbuka yule ni mheshimiwa wetu, mheshimiwa rais yule. Geoffrey, kama ni mkuu wetu angeona umuhimu kwetu, ila kama hajatushirikisha tukae kimya na tujifanye kama vile hatujui nini ambacho kinachoendelea. Okay, sawa madam. Kaendelea na kazi. Geoffrey alitoka ofisini hapo na akamwacha Monica akiichekecha pale akili yake. Huko Iran kuna nini? Aliendelea kuwaza, ila kweli alikosa jibu. Alitafuta namba ya mzee Max kwenye simu yake na kisha akampigia. Monica. Ndio mzee wangu, hebu naomba msaada wako kidogo. Niambie. Je, una mtu yote anayefahamu nchi ya Iran katika serikali? Monica, kuna nini kwani? Naomba tu niambie mzee Max. Kwa kweli serikali iliyopindua nchi nisiwe muongo, sina mtu yote kule najuana naye, ila ile iliyotoka. Japokuwa naweza nikatafuta mtu ambaye anaweza kuaminika tukajua nini kinachoendelea kule. Naomba ufanye hivyo, mtafute huyo mtu, na kiukweli na shida naye haraka mno. Monica, ingekuwa jambo zuri kama ungeniambia ni nini kinachoendelea huko. Nisikilize, rais yupo njiani anaelekea Iran, hivyo nahitaji kuweza kujua ni nini kinachompeleka Iran. Okay, sawa, nitakufahamisha. Shukran. Monica kakata simu hii ya mzee Max, akapiga pale meza kwa hasira kwa sababu moyo wake ulikuwa umechefukwa kweli kweli. Huku Afrika ya Kusini, Ghost alionekana kumuuliza mzee Max kwamba vipi mzee mwenzangu, mbona kama vile simu hiyo imekupa tabasamu? Unajua Ghost, adui yetu yuko ndani ya ndege, anaelekea Iran muda huu na uzungumza na wewe.
amefanya kosa kubwa sana kuvuka mipaka ya Tanzania. Ya, na ndio maana nakwambia hii ni nafasi ya kuhakikisha tunamzika huko Iran. Hebu ngoja nipige simu. Ghost alizungumza huku akitoa simu mfukoni mwake. Max akasema, kabla hujapiga hiyo simu ndugu yangu, inabidi tujue tunamhitaji akiwa hai au akiwa amekufa. Mpuuzi yule ameniweka mimi mbali na familia yangu. Amenifanya niishi maisha ya kujificha. Tamaa zao za madaraka zimefanya leo binti yangu na mwanangu ni marehemu. Hivyo nitamhitaji akiwa yuko hai kweli? Hata kama akiwa yuko hai ni sawa, ili basi mateso nitakayompatia apate kuweza kujua kila ambacho amekifanya mimi kimeniuma kwa kiasi gani. Nadhani ni vizuri nikampata akiwa yuko hai. Ghost alizungumza kwa msisitizo huku akiwa na yang'ata meno yake. Mzee Max akasema, mimi nadhani tungewatumia wa vijana hapa, ila ni ngumu sana kuwatumia kwa maana ya kwamba wako mbali na hadi kufika huko Iran watakuwa wamechelewa. Unajua, tukimkamata yule mpuuzi, naisi anaweza nikamgeuza hata chakula. Yaani yeye na wapuuzi wake Scorpion wameniletea watu siku yangu ambayo mimi nilikuwa namzika mke wangu. Si wangesubiri kwanza azikwe ndo tungeendelea na hizi vita? Yaani niko kwenye wakati wa machungu na wenyewe wananiletea mimi vita. Mimi nakwambia nikimkamata huyu rais. Ndo rais wako huyo bwana? Sio rais wangu mimi. Mimi siwezi kuwa na rais kama yule. Mzee Max alizungumza kwa uchungu. Ghost akaiweka simu yake sikioni. Mkuu, nataka kujua upo Iran? Ndio mkuu. Una vijana wangapi huko? Vijana 100. Wana mafunzo ya kutosha? Sana mtu mkuu, amejifunza vya kutosha. Kuna mbwa anakuja Iran leo. Nahitaji mumfunge cheni na mumlete nilipo akiwa anatambaa na apige magoti chini kama mbwa. Basi andika limefanikiwa hilo. Ni nani huyo? Rais Decimus. Una uhakika anakuja Iran leo? Kwa maana kwamba hakuna chombo chochote cha habari kilichotangaza hiyo taarifa ya ujio wake. Hili wamelifanya kuwa siri. Hivyo unamhitaji fanya kila linalowezekana, kwa maana kwamba ameingia kwenye mdomo wa mamba bila kujua. Limeisha hilo mkuu. Acha basi vijana wangu wamtolee uvivu na kutegemea. Ghost akakata simu, kwa maana ya kwamba katika watu wanaomiliki makundi makubwa kigaidi, basi Ghost ni mmoja wapo, na ni mtu ambaye anatumia akili kubwa sana katika kuiongoza makundi hayo ambayo yapo kwenye kila nchi kubwa duniani na nchi zenye machafuko ya amani kama Iran, Iraq, Somalia na sehemu nyingine zote duniani. Ghost ni mtu hatari mno. Maxi, ndio ndugu yangu. Ryan si yupo kule Iran? Ndio. Basi mueleze kitoweo chake kinaelekea huko, hivyo awe makini. Sawa kaka. Mzee Max akaipiga namba ya Ryan na kweli ilianza kuita na kumfanya kwanza shushe pumzi, kwani alikuwa naamini taarifa ya ujio wa rais wa Tanzania nchini Iran ni moja ya zawadi ambayo ataipenda mno. Naam, huku upande wa pili Ryan akasema, laona Simoni Husna. Ryan alizungumza huku akiwa anamuuliza Lisa, wakiwa kwa mezani wanapata kifungua kinywa. Lisa akasema, nimeambiwa kwamba ametoka alfajiri sana. Amekwenda kazini. Na okay, sawa mke wangu. Mume wangu, tukimaliza kupata kifungua kinywa nahitaji twende tukanunue mahitaji ya ndani, kwa maana kwamba naona kwenye friji kuna vitu vimepungua. Na okay, sawa mke wangu. Wakaendelea pale kupata kifungua kinywa. Mara baada ya kumaliza, walijiandaa na kuelekea katika maduka makubwa yanayouza mahitaji ya nyumbani. Upo kimya mume wangu, na nini? Lisa alizungumza huku wakiwa wamekaa siti ya nyuma katika gari hiyo aina Range Rover Sport yenye rangi nyeusi.
Leo naona magari ya jeshi yapo mengi sana mtaani, tofauti na siku nyingine. Hiyo ni kawaida kwa hapa Iran. Ndiyo mume wangu. Unajua kuna nyakati ni lazima wanajeshi wapige doria mitaani. Si unajua tena amani bado ipo 50 kwa 50. Na okay, sawa. Wakafika katika jengo kubwa lenye maduka mengi yenye bidhaa za majumbani. Unaweza kutusubiria kwenye gari sawa? Lisa alimwambia dereva. Dereva akakubaliana na hilo. Wakashuka Ryan na Lisa kwenye hili gari na wakafika katika lango la kuingilia katika jengo hilo. Lisa alitoa kitambulisho chake kinachomuonyesha kama ni mwanajeshi, hivyo aliruhusiwa kupita na bastola yake aliyokuwa ameichomeka kiunoni mwake. Nipo naye, Lisa aliwaambia wanajeshi wanaolinda jengo hilo la kibiashara. Rani naye akaruhusiwa kupita na bastola yake. Hii kadi ina pesa nyingi sana, Lisa alizungumza huku akiwa anatoa kadi ya benki kuu ya nchi ya Iran ambayo imetengenezwa kwa madini ya dhahabu. Kwa hiyo ni ya kwako? Hapana, ni ya Husna, anazo 2. Hii aliniachia kwa ajili ya kuweza kununua chochote ninachokihitaji na alipia kwa hii kadi. No, okay, sawa. Kweli walianza kupita kwenye maduka ya nguo, wakachagua pale nguo kadhaa ambazo wamezipenda na Lisa akazilipia kwa kadi hiyo. Wakaingia katika supermarket kubwa na kisha wakaendelea kufanya manunuzi, huku vitu wanavyovinunua wakiwa wameviweka kwenye vitoroli vyenye magurudumu. Wakasimama kwenye eneo lenye vinguo vya watoto na midoli. Lisa alisimama kwa sekunde kadhaa na kisha akashika pale kinguo kimoja cha mtoto wa kiume. Bebe, ni lini tutatulia kwa ajili ya kuweza kupanga familia yetu? Swali la Lisa likamfanya Ryan kuanza kukaa kimya kwa sekunde kadhaa huku akiwa anamtazama Lisa. Mume wangu, nahitaji ya maisha yaishe. Nahitaji na mimi siku moja nije niitwe mama. Usijali, kila kitu kitakwenda sawa. Kweli? Na kia Mungu. Nitahakikisha ninaitengeneza amani ya maisha yetu na tutakuwa tuna familia iliyo bora sana. Naam. Alizungumza hivyo Ryan. Simu yake bwana ilianza kuita. Ikamfanya sasa itoe kwenye mfuko wake wa suruali. Akaona pale ni namba ya mzee Max ndio iliyokuwa inampigia. Yes, hello. Ryan, uko wapi? Nipo Iran. Sasa kuna habari njema. Habari gani? Rais Dismas yuko njiani anakuja huko Iran. Ana ziara kikazi, hivyo inakupaswa uwe makini kwenye mizunguko yako. No, okay, sawa, nimekuelewa. Inaweza kuwa hiyo ndio nafasi ya kuweza kumshughulikia, ila kama itawezekana inabidi apatikane kwa yuko hai. Sawa, nimekuelewa. Ryan akakata simu huku akimtazama Lisa. Kuna nini bebe? Namna kitu. Ryan alizungumza huku akizidisha umakini wa kuweza kuwachunguza watu wote kwenye hili eneo walipokuwa. Vinyweleo vya mwilini mwake vilianza kumsisimka ikiashiria kwamba kuna hatari mbele yake. Mawazo ya ndoto aliyokuwa ameota siku ya kuamkia siku hiyo yaliendelea kumtawala kichwani mwake. Lisa, tembea karibu na mimi. Kuna nini Ryan? Nahisi kuna watu wanatufuatilia. Ryan alizungumza huku akiwa ameshika kitolole hicho na kisha akawa nakisukuma hadi kwa wahudumu. Wakalipia pale vitu vyao walivyokuwa wamenunua, wakatoka katika supermarket na kuanza kutembea kwenye corridor yenye maduka mengi huku kukiwa kuna watu wengi wakiwa wanaendelea na manunuzi yao. Wanatoka nje. Kaeni tayari, wanakuja geti la upande wa kulia. Sawa mkuu. Magaidi 4 waliovalia nguo za jeshi wakiwa wako ndani ya gari moja aina ya Toyota Hilux walizungumza hivyo na wenzao waliopo kwenye geti jingine la kutokea katika jengo hilo la kibiashara, huku mmoja wa magaidi hao akiwa anamfuatilia Lisa na Ryan kupitia kamera zilizofungwa kwenye jengo hilo. Ryan akafika katika lango la kutokea na kisha akasimama. Kuna nini, mbona umesimama? Macho ya Ryan yakafanya kazi kwa kasi ajabu mno huku akimtazama kila mtu na kila gari lililokuwa limesimama. Akaitazama gari moja hivi aina ya Toyota Hilux yenye rangi nyekundu. Akatazama namba za usajili na wanajeshi waliopo ndani ya hilo gari. Akatazama wanajeshi waliomo kwenye hilo gari. Alihisi kitu cha utofauti kwa maana ya kwamba wanajeshi wengi waliopo eneo hilo walikuwa na landalanda, ila wao wapo tu kama vile wanamsubiria mtu. Lisa, unaliona lile gari nyekundu pale Hilux ile? Yeah. Naisi wale sio watu salama. Mpigie dereva alete gari hili eneo. Sawa.
Lisa alimpigia dereva wa gari lao, akatoka katika maegesho na kusimama katika eneo hilo walipokuwa Ryan pamoja na Lisa. Oya, wametushtukia, shambulieni. Magaidi hao wakafungua milango ya magari yao, walianza kufyatua risasi kuelekea katika gari lililokuwa linawabeba Lisa pamoja na Ryan. Kwa bahati mbaya, risasi kadhaa zilimpiga dereva. Lisa pamoja na Ryan hawako nyuma katika kuweza kujibu mashambulizi haya, huku watu wakikimbia hovyo kwa ajili ya kuweza kuokoa maisha yao. Baadhi ya wananchi walijikuta wakipigwa risasi na magaidi hao. Wanajeshi waliopo eneo hilo nao pia walijibu mashambulizi ya magaidi hao na kuwafanya magaidi waliopo eneo la pili waje hapa kwa ajili ya kuongeza nguvu katika kuhakikisha kwamba Lisa na Ryan hawaelekei eneo lolote na wanawakamata na wanawateka. Lisa alitoa simu yake na akampigia Husna, akamwambia Husna, tumevamiwa. Nini? Wapi? Kwenye hii mall kubwa hapa mjini. Mungu wangu, nipo karibu na eneo hilo, nakuja sasa hivi na vijana wangu. Sawa. Lisa alikata simu na kuiweka mfukoni. Alijibu mashambulizi. Mtu wangu, natamani Ryan ingekuwa na yale mavazi ya kininja. Mbona wangesoma namba? Ankomie, mpaka nasahau kusimuliwa, nimenogewa jamani. Hawa watu wanaonekana ni wajuzi wa kutumia bunduki. Lisa alizungumza huku akihema sana. Ryan akatazama magaidi waliopo eneo la upande wa kulia. Akamshika Lisa mkono, wakaanza kukimbia kwa kasi kuelekea ndani, na bomu aina ya GPRS lilikuwa limefyatuliwa na mmoja wa magaidi likatua kwenye gari lao. Likarushwa lile gari angani kabisa kwa futi kadhaa, likachanguka hewani, likatua chini vipande. Kwa bahati nzuri, Ryan na Lisa wakatua eneo la ndani ya jengo hilo, huku baadhi ya vioo vya milango vya maduka vilipasuka na kuangukia. Lisa, uko sawa? Ryan alizungumza huku akisimama haraka. Ndiyo. Ryan alimnyanyua Lisa, wakaingia ndani ya moja ya duka. Nimebakiwa na risasi 3 tu. Ryan alizungumza huku akiwa amechomoa magazini ya bastola yake. Lisa naye akachomoa magazini yake. Mimi zimbaki 5. Okay, sawa. Jifiche hapa, alafu tunza risasi zako. Unataka kwenda wapi mume wangu? Usijali, nisubiri hapa nimekwambia. Ryan alizungumza na huku akipiga hatua moja mbele. Lisa alimshika mkono. Mume wangu, naogopa. Usijali. Lisa alimkumbatia Ryan, wakapigana pale mabusu. Nakuja. Ryan alizungumza hivyo huku akimwachia Lisa taratibu kabisa. Magaidi pale wakakagua eneo ambalo Lisa na Ryan walikuwa wamejificha, ila hawakuiona miili ya Lisa wala Ryan. Ikawa lazimu kuingia ndani ya jengo hilo huku wakiwa wako makini vibaya mno. Wapo kwenye moja ya duka la upande wa kushoto kwenu. Gaidi aliyebaki kwenye gari alizungumza huku akiwa anatazama laptop yake hiyo inayomwonyesha Ryan akitoka kwenye moja ya duka. Kwa kasi, kijana Ryan aliruka sarakasi 4 hewani huku akifyata risasi kwa magaidi wawili ambao walikuwa wamekaribia lilipokuwa duka walipokuwa wao wameingia. Magaidi wakaanguka chini, wakafa pale. Kitendo cha Ryan kutua chini, akazunguka kwa kasi na kuwapiga mtama magaidi wawili waliokuwa karibu na yeye. Akachomoa kisu alichokuwa amekichomeka kwenye soksi yake, akamkita gaidi mmoja kisu cha kifuani na kisha akakichoma tena moja kwa moja kwenye moyo wake. Akakizungusha kwa kasi, akakichoma kile kisu na kisha akakirusha kwa gaidi ambaye alikuwa anajaribu kusimama baada ya kukatwa mtama. Kisu kile kilienda kutua shingoni mwake huyu gaidi, kikamfanya pale achie bunduki yake aliyokuwa ameishika. Rani akayokota bunduki ya gaidi mmoja aina ya AK-47, akageuka kwa kasi huku akipiga goti moja chini. Akatazama kwenye korido hiyo, akaona ukimya ukiwa umetawala. Akachukua bunduki nyingine na kisha akaingia katika duka ambalo Lisa yupo, akamkabidhi bunduki hiyo. Husna na watu wake wamefika nje. Kuna ulinzi? Ndiyo. Wakatoka nje wakakutana pale na wanajeshi wa serikali wakiwa wameshaimarisha pale ulinzi eneo hilo, huku gaidi aliyekuwa anashughulika na masuala ya kudukua kamera akiwa amewekwa pale chini ya ulinzi. Vipi, mpo salama? Husna alizungumza huku akimtazama Lisa pamoja na Ryan. Ya, tuko salama. Magaidi waliokuwa ndani nimewaua. Poleni, na kusema ukweli, japo nimeimarisha ulinzi maeneo mengi ya nchi, lakini hili sikuliona mapema. Ni kawaida shemeji, mimi mambo kama haya tumeyazoea. Mkuu,
Mwanajeshi mmoja alizungumza huku akimwonyesha Husna laptop. Walifanikiwa kudukua kamera za eneo zima na kuna hii picha hapa ya Mr. hapo pamoja na mke wake. Husna alishtuka kidogo mara baada ya kuiona picha ya Lisa na Ryan wakiwa hapo ikulu wanapata chakula usiku uliokuwa umepita. Inaonyesha wametumwa ili watue. Ryan alizungumza hivyo. Inaonekana hivyo shemeji. Na nani sasa? Wametumwa na nani? Lisa alihoji. Tutajua tu ukweli kwenye hilo. Usijali shemeji yangu. Ninaweza kuiona hiyo picha? Ryan alizungumza na kumfanya Husna na mwanajeshi wake huyo kutazamana. Mwanajeshi huyo akasema ndio. Mwanajeshi huyo akamwonyesha picha hiyo Ryan pamoja na Lisa, na wao walishtuka kwani ni picha inayoonekana imepigwa kwenye kamera za CCTV za ikulu walipokuwa wanapata pale chakula cha usiku. Kwa hiyo msaliti anatokea ndani ya ikulu au sio? Ryan aliuliza, na Husna akasema, yes, inavyoonekana, ila hili niacheni mimi nitalishughulikia. Kwa sasa nyinyi nendeni nyumbani na mimi nina ratiba nyingine za kiserikali. Baada ya kama lisali moja nitakuwa niko uwanja wa ndege. Unasafiri? Hapana, kuna mgeni nampokea. Okay, sawa. Ryan akamtazama Husna machoni mwake kwa sekunde kadhaa hivi na kisha akaingia katika gari jingine na safari kuelekea katika makazi ya Husna ikaanza. Sasa ni akina nani walioweza kuivujisha ile picha mume wangu? Lisa alizungumza huku akiwa amejawa na wasiwasi. Usijali. Nisijali nini na mume wangu ikiwa hatuko salama tena? Ona hadi ikulu picha yetu inasambazwa. Tena inasambazwa kwa magaidi. Mume wangu naona sio eneo, yani eneo hili sio salama. Twende airport tuondoke zetu. Mimi naogopa. Lisa alizungumza huku machozi yakimlenga-lenga. Nisikilize. Hatuendi sehemu yoyote. Unamaanisha nini? Vita haikimbiwi mke wangu. Dawa ya vita ni kupambana hadi kuweza kufika mwisho. Na hao waliohusika kama wamekuja kwa lengo la kutua, basi watakufa wao kabla sisi kuweza kufa. Naam, Ryan alizungumza kwa hasira na msisitizo huku akiwa amekunja nguvu kwenye viganja vyake, huku picha ya rais ikimjia kichwani mwake na akaamini ya kwamba kwa 100% Rais Dismas ndiye atakayekuwa anahusika kwenye hili. Naam, komando wa kike akatembea hadi katika eneo alipokuwa amesimama mkuu wake akiwa anatoa maelekezo kwa makomando wengine ambao wamejiandaa kwa ajili ya kumpokea rais wa nchini Tanzania, na wao ndio wanaohusika katika kumlinda. Mkuu, naomba dakika moja. Walisogea pembeni. Vipi? Kuna tatizo. Zungumza. Watu tuliowatuma kwenda kuwakamata yule mwanaume na mwanamke wameuawa, na mmoja wao amekamatwa, na jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba hatukuingia sisi kama sisi, kwa maana ya kwamba jamaa uwezo wake sio mdogo kama tulivyodhania. Tungegeuziwa kesi ambayo ilikuwa haitohusu. Komando huyo alizungumza huku akionyesha video iliyokuwa imerekodiwa na CCTV kamera ikimwonyesha jinsi Ryan alivyokuwa na waua magaidi wa ISIS waliopewa jukumu la kwenda kumteka Ryan na mkewe. Kwanza mzee huyo alishusha pumzi huku akimtazama komando wake, akakosa neno la kuzungumza. Mkuu, tunafanyaje kwenye hili? VIP inabidi atuambie kile kilichotokea. Una uhakika? Hatuwezi kuingilia kazi ambayo inahatarisha maisha na sifa ya kitengo changu. Kumbuka tunafanya kazi na nchi nyingi pamoja na watu wengi, hivyo hatuwezi kujiingiza huko. Mkuu wake huyo gaidi anatambua kwamba vijana wake wamefeli. Sijaongea naye. Mwambie hakikisha kwamba huyo aliyekamatwa anakufa kabla hajafungua kinywa chake. Hakuna shaka mkuu. Komando huyo akasogea pembeni na kupiga simu. Samahani kwa kilichotokea. Vijana wangu wamefelisha kabisa hii mission. Usijali. Na mimi najua nini cha kufanya kwa kijana wako alokamatwa. Ndio najua. Basi fanya hivyo. Hakuna shaka.
Komando huyo akakata simu na kurudi kwenye eneo lake la kuimarisha ulinzi, huku akimsubiria Rais Dismas kutua na ndege yake katika kiwanja hicho. Msikilizaji, kwa upande wa pili, Ryan mara baada ya kushuka ndani ya gari alipandisha ngazi kwa haraka kuelekea ghorofani, huku Lisa akimfuata kwa nyuma. Naam, Ryan alitoa pale briefcase kabatini na kisha kaifungua pale kwa haraka. Mume wangu, unataka kwenda wapi? Kulimaliza hili ambalo limetokea leo. Utalimalizaje ikiwa waliotuvamia ni maadui wa IS na ni kundi kubwa mno la kigaidi, mume wangu? Hivi naona amini hilo? Kama tulipigwa picha tukiwa tuko Ikulu, basi tambua kwamba kuna watu ndani ya Ikulu wanataka sisi tuweze kuuliwa. Na ili kuweza kujificha, wao kama kuweza kukopa kazi ya hao magaidi. Nadhani umenielewa. Ryan alizungumza kwa msisitizo huku akimtazama Lisa usoni mwake. Ndiyo. Sasa atakuwa ni nani? Yeyote ambaye ana mahusiano na Tanzania. Ngoja kwanza. Unamaanisha nini unaposema kwamba mwenye mahusiano na Tanzania? Sitaki kuhisi alioendesha hili ni mtu ambaye ana nguvu. Jiulize, picha imechukuliwa tukiwa tunakula pamoja na rais na jenerali wake. Imetumwa ilipotumwa, ikawafikia magaidi na mwisho siku tukashambuliwa. Walijuaje kama tupo supermarket? Kwa umakini wangu niliokuwa nao, kwa umakini wangu niliweza kuufanya. Hapakuwa na gari niliweza kuitilia mashaka ikiwa inatufuatilia. Hakuna. Labda walitumia akili. Mke wangu, ukiachana na kwamba nina mafunzo ya upelelezi, ila ninaweza kuinusa hatari inayoweza kuja mbele yangu. Hivyo ninavyozungumza hivyo, ninajua nini ambacho ninachokimaanisha. Ryan alizungumza huku akianza pale kuvua nguo zake. Lisa alishusha pale pumzi huku akijihisi kuchoka. Mume wangu, nimeishi na watu vizuri, wamenisaidia nyakati za shida. Hivyo sitohitaji kuweza kuondoka kwa ubaya. Tukae hapa na tusubirie kuona nini kitakachoweza kutokea. Na mimi Husna atatueleza tu nini kimeweza kutokea. Unamwamini sana rafiki yako, si ndio? Kwa maisha yangu yote. Laiti ungejua jana usiku rafiki yako alikusaliti, usingesema maneno yote hayo. Ila nisamehe kwa maana hata mimi pia sipaswi kuweza kuaminiwa kwenye mapenzi. Rani alizungumza kimoyomoyo na kisha taratibu akamsogelea Lisa, akamkumbatia kwa nguvu kumuondoa wasiwasi uliokuwa umemtawala. Kila mtu yuko tayari. Mwanajeshi aliyevalia mavazi ya kikomando ya jeshi la nchini Iran alizungumza huku akitazama wanajeshi wengine 30 waliokuwa wamevalia mavazi kama ya kwake, wakiwa na bunduki mikononi mwao, wakiwa wamesimama katika mistari mitatu ya watu 10. Akaigeukia pale TV ya nchi 75 iliyopo kutani mwa godauni hilo kubwa ambalo limejaa magari ya jeshi pamoja na silaha kubwa za kivita. VIP atapita katika eneo hili akitokea airport. Walinzi watakaomlinda ni pamoja na kikosi hiki cha makomando cha Expendable AU. Hao ni makomando waliofanya misheni nyingi kubwa wakishirikiana na mataifa makubwa pamoja na watu matajiri wakubwa. Alizungumza huku picha za makomando wote waliopo uwanja wa ndege wakimsubiri Rais Dismas zikionekana pale kwenye hiyo TV kubwa. Wao ni bora, ila sisi tunapaswa kuwa bora zaidi. Magari yote waliokuja nayo yanafanana. Hayaingizi risasi wala hayana uwezo wa kuweza kulipuliwa na mabomu ya RPG. Ila tunachopaswa kuweza kukifanya ni kuhakikisha kwamba anapatikana kiuko hai. Nadhani tunaelewana. Ndio. Mashambulizi yetu yao ya nguvu. Haijalishi tagarimu vipi, ila ni lazima tumpate Dismas akiwa yuko hai. Tumekuelewa mkuu. Walijiandaa pale na wote wakaingia kwenye magari ya jeshi la Iran ambayo yanatumiwa na makomando wa nchi hiyo. Kumbuka hiki ni kikosi ambacho kimetumwa na Ghost kuja kumkamata Mheshimiwa Rais Dismas, rais wa Tanzania. Baba, tunaweza kuzungumza kwa dakika chache? Husna alimnongoneza baba yake akiwa anazungumza na mawaziri wawili, waziri wa ulinzi na waziri wa mambo ya ndani. Jamani samani ninakuja. Wakaingia katika ofisi ya baba yake. Vipi gaidi mliyemkamata kwenye jengo la biashara ametoa ushirikiano? Ndio baba. Nipe ripoti.
Husna alimwonyesha baba yake picha ya Lisa na Ryan walipokuwa wanapata chakula hotelini, jambo ambalo lilimfanya rais kujikaza kidogo kwenye kushtuka juu ya hiyo picha ambayo yeye ndiye aliyoivujisha. Baba, kuna mtu ndani ya ikulu amehusika katika hili. Siku zote nimekuwa na rafiki zangu hawa na walikuwa wanatembea maeneo mbalimbali ya hii nchi na hawakuwahi kushambuliwa wala kubugudhiwa na mtu yote. Imekuwaje jana usiku tu tulikuwa hapa, ila leo hii wamevamiwa, nusu wauawe? Je, unahisi ni nani ambaye anahusika na imekuwaje ikawafikia magaidi kama ISIS? Rais kwanza alishusha pumzi huku akimtazama Husna machoni mwake. Unajua hili nalo ni jipya mwanangu. Kwa namna moja ama nyingine ilimenikasirisha baba. Kama kuna watu wanakuwa wanafanya kazi na magaidi, je, usalama wako utakuwa uko vipi? Kama waliweza kutumia hii picha kwa magaidi, inakuwaje siku akikugeuka wewe? Mwanangu, nitahakikisha ninampata aliyehusika na hilo jambo. Sawa baba, ila usalama wako ni muhimu. Usihisi ya kwamba maadui zetu tuliokuwa tumewapindua bado wanakupenda. Sawa mwanangu, ila unaweza kunieleza historia fupi ya rafiki zako, kwa maana kwamba ni watu ambao kwa namna moja ama nyingine hadi wamevamiwa, wameagharimu maisha ya watu wengi sana, na istoshe tukio limetokea katika siku mbaya ambayo mimi nina mgeni mkubwa wa kitaifa. Yaani nashindwa kujua wana nini au walifanya nini hadi wanawindwa na makundi ya kigaidi kama hayo. Mlango wa ofisi hiyo kafunguliwa. Aliingia mlinzi namba 1 wa rais akasema, Mheshimiwa Rais, imebaki nusu saa kabla kuelekea uwanja wa ndege kumpokea mgeni. Na okay, sawa, nakuja. Mlinzi akatoka. Na kusikiliza binti yangu. Ni mke na mume ambao kama ulisikia jana kwa Ryan ya kwamba alikuwa ni mpelelezi na mwisho wa siku viongozi wake wakataka kumuua. Umejuana nao kwa muda gani? Lisa nimejuana naye kwa kipindi kirefu sana. Ryan ni wiki 2 tu, alafu naanza kupata picha. Picha gani hiyo? Picha imevuja. Leo wamevamiwa. Leo rais wa nchi yao anakuja tena ghafla. Baba, naomba uniangalie machoni na uniambie kwamba haujahusika kweli kwenye hili baba. Husna mwanangu, unavuka mipaka na unanikosea heshima mimi baba yako. Baba, sikukosea heshima na kujua kuliko mtu yote yule humu ndani. Kumbuka ulinilea wewe mwenyewe toka nikiwa niko na miaka 12 mara baada ya mamangu kuweza kufariki. Ulinikuza kwenye maisha ya kujiamini kama mwanaume. Hivyo najua nini cha kweli na nini cha uongo. Najiamini na ndo maana niliongoza majeshi maelfu ya wanaume kuikomboa hii nchi wakati wewe ulipokuwa huko mafichoni. Hivyo niangalie machoni kama hujahusika kwenye hili. Husna alizungumza kwa msisitizo huku akimwangalia baba yake kwa macho makali kweli kweli. Taratibu rais ilibidi ashushe pumzi huku akimtazama Husna machoni mwake. Niambie ukweli baba. Kumbuka mimi ni damu yako. Kila damu inayopita mwilini mwako ni damu yangu. Naomba niambie ukweli. Unajua mimi nilirudisha fadhila kwa kile ambacho nchi ya Tanzania imenifanyia. Fadhila kwa kuyaweka maisha ya rafiki zangu hatarini. Kwa hiyo ulihitaji kwamba leo hii wakija hapa ndio waje kumchukua wakiwa wamekamatwa, si ndio? Ndio mwanangu. Kumbuka nchi ya Tanzania mimi ilinilinda. Sioni sababu sisi tukiwa tunawashikilia wahalifu ambao wanatafutwa na wakajua wapo nchini mwangu na mimi nakula nao tu meza moja. Unahisi nini kitakachotokea mwanangu? Baba, sikufikiria kama una roho ya kikatili namna hiyo. Okay, tuseme Ryan sio muhimu sana kwangu. Ila unajua ni jinsi gani yule binti alipitia mateso baada ya kuokoa maisha yangu kwa kipindi ambacho sikuwa najimudu? Unajua ni namna gani ambavyo alinyanyaswa kijinsia kwa ajili yangu? Na kitu ambacho hukuwahi kukijua, alichokipitia ni kwamba alibakwa na wanajeshi waliokuwa wananitafuta mimi. Hiyo ni siri, ni mimi na yeye tu ndio tunayojua. Ila hakuthubutu kufungua kinywa chake kunitoa sadaka. Leo hii kirahisi tu unawakabidhi kwa rais wao. Sio jambo zuri baba. Nimechukia baba. Husna alizungumza kwa uchungu huku machozi yakimwagika na kumfanya baba yake kujihisi vibaya, kwani ukiachana na cheo cha binti yake, ila
anampenda kuliko hata maisha yake. Leo hii wakijua wewe ndo umehusika, watanifikiriaje mimi? Watanionaje mimi? Husna alizungumza huku akimwagikwa na machozi ya uchungu. Ona sasa kwa uzembe tu baba, maisha ya watu wasiokuwa na hatia leo hii wamekufa. Tumepoteza wanajeshi kadhaa pale eneo la mall. Ulifikiria huyo rafiki yako ana mahusiano gani na watu anawapa kazi kama hii? Ona sasa alichokifanya. Ameacha kutuma watu ambao ni professional, ameenda kutuma watu ambao kila kukicha wanachokiwaza wao ni jihadi tu. Baba, kosa moja limepoteza ndoto za watu waliofariki leo na kumeza taharuki kwa watu baba. Husna aliendelea kuzungumza kwa uchungu. Mlango pale ukafunguliwa na mlinzi wa rais akaingia. Akasema, mheshimiwa, unaweza kuwasha TV. Kuna nini tena? Mlinzi huyo aliwasha TV iliyopo ofisini kwake hapo, na wote wakakutana na video ya CCTV kamera ikimwonyesha jinsi Ryan anavyowashambulia magaidi wa ISIS, huku kwa chini kukiwa kuna maandishi yasomekayo, shujaa okoa maisha ya mamia ya watu. Husna na baba yake wakatazamana na kumfanya rais kuvua miwani yake na kuiweka mezani. Zimebaki dakika ngapi? Zimebaki dakika 20 mkuu. Okay, sawa, tupishe kwanza kidogo. Akatoka ndani hapo. Husna akasimama. Sasa unakwenda wapi mwanangu? Ninapaswa kuzungumza na wananchi ili kuondoa hofu, kwa maana kwamba kosa moja limegharimu amani ya nchi nzima. Husna, naomba unisamehe. Mungu akusamehe, kwa maana kwamba mimi kama mimi nitakusamehe, kwa maana ukiacha kwamba wewe ni bosi wangu ila wewe ni babangu. Nashukuru sana mwanangu, na naomba hili libaki kati yangu mimi na wewe. Huyo mgeni wako mwambie akae kijua, asiendeshe operation yoyote ile kuhusiana na kuwakamata rafiki zangu. Endapo atafanya upuuzi wake uliogharimu maisha ya watu wa nchini yangu, kwenye nchi yangu, ninaapa kwa jina la Mwenyezi Mungu na jina la marehemu mamangu, atajuta. Nchi yake ameiacha ikiwa ina amani na anakuja kuleta matatizo kwenye nchi yetu. Sijui unanielewa baba? Ndio, nimekuelewa binti yangu. Husna alisimama wima, akapiga saluti mbele babake na kisha akapiga hatua mpaka mlangoni. Alifuta pale machozi na kujiweka sawa. Alivaa kofia yake iliyokuwa ameivua na kisha akatoka ofisini hapo. Waite waandishi wa habari ofisini kwangu haraka iwezekanavyo. Nahitaji kuongelea hali hii iliyoweza kutokea haraka iwezekanavyo. Sawa mkuu. Husna kaongozana na walinzi wake na wakaingia ndani ya gari na kisha kaondoka ikulu hapo. Naam. Ndege kubwa ya rais wa Tanzania ijulikanayo kama Tanzania One taratibu ilionekana kutoa uwanja wa ndege majira saa 3 za usiku, huku uwanja mzima ukiwa umezingirwa pale na makomando wa serikali pamoja na kitengo cha expendable ambao hawa wapo hapa maalum kwa kumlinda rais wa nchi ya Tanzania. Husna na baba yake ni miongoni mwa waliofika uwanjani hapo kwa ajili ya kuweza kumpokea rais wa Tanzania. Mkuu, ulinzi uko vizuri, mlinzi wa rais alizungumza huku akimtazama Rais Dismas. Okay, sawa. Mlango wa ndege ukafunguliwa, wakashuka walinzi 10 wa Rais Dismas, wakasalimiana pale na walinzi waliopo uwanjani hapo ikiwamo makomando. Kila kitu kiko vizuri. Rais anaruhusiwa sasa kushuka. Rais Dismas akashuka kwenye ngazi ndefu huku akiwa amezungukwa pale na walinzi 6 na walikuwa wamemweka katikati, na walinzi wote ni warefu kumpita hata yeye. Hiyo yote ni kutokana na ulinzi wake. Walinzi wakatawanyika na Rais Dismas na mwenyeji wake wakapeana pale mikono. Pole sana kwa safari ndefu. Shukrani sana ndugu yangu, nimeshapoa. Naamini safari imekwenda vizuri. Mungu ni mwema. Kutana na jenerali wangu, naamini unamfahamu. Ndiyo kabisa. Karibu sana nchini. Nashukuru sana Husna. Baada ya utambulisho huo, wakaelekea katika gari la rais wa Iran ambalo lilikuwa limeandaliwa kwa ajili ya marais hao. Okay, sawa, nimekuelewa. Husna alionekana kupokea maelezo hayo kutoka kwa mwanajeshi wake waliokuwa wamesambaa jiji zima. Akaamrisha pale msafara huo kusimama kabla hata ya kutoka eneo la uwanja wa ndege. Alishuka ndani ya gari lake na kuingia katika gari walilokuwa wamepanda marais. Babake akamuuliza, vipi, mbona unasimamisha msafara? Babake aliuliza huku akimtazama binti yake. Husna alichoma bastola yake kiunoni na kuwafanya marais hao kumtazama kwa mshangao.
na kumfanya baba yake ajawe na wasiwasi, kwani haamini kama mwanae alikuwa ameridhika na msamaha aliokuwa amemwomba, ikiwa aliyesababisha matatizo yote hayo yupo mbele yake. Haya sasa bwana, hayo sasa yamekuwa bwana patamu kweli kweli. Husna ametambua ukweli wote kuhusiana na kilichokuwa kimetokea, na msababishi mkubwa ni Rais Dismas. Je, nini atafanya mara baada ya kuweza kuichomoa bastola yake, na lengo lake ni nini hasa? Bwana, usikose katika sehemu ya 15 kigongo cha As You Kill Me chapter 4. Mimi naitwa Uncle James, mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G Msulwa.